Hali inayoendelea kwa sasa ya kisiasa nchini ni hali ambayo nafikiri nyakati zote huwa inatokea, hasa kwa wakati huu tunapoelekea wakati wa uchaguzi. Na mimi kama kiongozi wa dini ni kutamani kuona hali hii inaenda vizuri mpaka mwishoni ili asitokee machafuko. Kwa sababu huwezi kuwa kiongozi wa dini unayegawa watu. Unaposikia mtu ni kiongozi wa dini lazima uwe na akili na uwezo wa kuwaunganisha watu wawe kitu kimoja. Hata kama wanaweza wakapishana katika mitazamo mbalimbali, lakini tunapozungumzia swala la kitaifa, basi tunahakikisha kwamba taifa linabaki kuwa salama. Hata kama tutapishana katika mitazamo, tutapishana katika mienendo, tutapishana katika hisia na kadhalika, lakini tunapolitazama taifa lazima tufanye vitu vyote lakini taifa liweze kuwa salama. Kwa hiyo hiki ni kipindi ambacho wakati wote, nyakati zote, marais wote waliopita ni wakati ambapo moto unawaka, maneno yanakuwa makali, tunakimbizana, tunakaa, tunacheka, tunanuna na kadhalika. Ya dini, kila mmoja ana wajibu wake wa kufikisha jambo katika jamii. Na kila mmoja ana mtazamo wake. Kuna watu ambao wanaona siasa haisaundi sana kuichanganya na dini. Wako waumini wa hivyo na wako waumini ambao wanaona baba yetu anafanya dini, anafanya siasa, it's okay. Unajua? Kwa hiyo mimi siwezi kumuingilia mtu nikasema no, haifai hiyo, wakati tayari ana watu wanamfuata, wanamuamini, wanaona kwamba anachokifanya ni sawa. Kwa kikubwa unabaki tu wewe kama IPM katika engo yako, kwa sababu wewe uwezi ukawa msemaji wa viongozi wote wa dini katika taifa. Ila mmoja ana imani yake, ana dira yake na kadhalika. Yes. Cha kuzungumza wanaume waje tu bila kusita. Kwa sababu mimi sijaribu, mimi nafanya. Kuna utofauti wa kujaribu na kufanya. Natamani kufanya kitu kwa wanaume ambacho naamini hakuna mwanaume atajutia kufika siku hiyo. Kila mwanaume bila kuangalia dini, rangi wala kabila. Tunamuomba Mungu, hakuna cha ziada. Tunamuomba Mungu. Kwa kama tutakusanyika wanaume, tumlilie Mungu, tumuombe Mungu, naamini mambo yatakaa sawa tu. La kuambia wafanye kazi tu kwa bidii, wafanye shughuli zao kwa amani, wapambane. Siasa sio vita. Siasa sio kuumizana, siasa ni mtiririko wa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo wana vitu ambavyo wanatamani kuvifikisha kwa jamii, wana maono, wana ndoto ambazo wanatamani kuzitimiza kupitia siasa, wazifanye, yasiwepo matusi. Unajua Watanzania wana hulka yao, wana tabia zao. Wasipelekee matusi, kuumizana na kadhalika. Wafanye washindane kwa hoja, washindane kwa yale waliotuahidi kama wananchi, kuhakikisha kwamba tunaporudi katika kupiga kura basi tuende kupiga kura kwa yule ambaye amefanya yale ambayo alituahidi na ameyatekeleza. Sasa mimi siwezi kubishana na kila mtu au kuingia ndani ya akili ya mtu na kustopisha anayoweza kuyazungumza juu ya kupinga mwanamke asiwe rais. Mwenyezi Mungu ndo anaamua. Mwanadamu hawezi kuamua kitu ambacho Mwenyezi Mungu ameamua. Kwenye Qur'ani kuna sehemu moja inasema wala yakhafu kubaha, wala yeye hana majuto katika maamuzi yake. Yani Mwenyezi Mungu akifanya jambo hajutii, yani hana maamuzi katika sasa Mheshimiwa Rais alikuwa makamu wa rais, aliyemchagua awe makamu wa rais hakuwa chizi. Chama chake kikateua na kikakubali na kukuridhia kwamba huyu awe makamu wa rais, hawakuwa wenda wazimu. Waasisi wa nchi wote hawakuwa wenda wazimu. Chama chake akikuwa na kiliridhia kwamba huyu awe makamu wa rais, na tunajua mtu akiwa makamu wa rais ni rais mtarajiwa, si ndio? Akiondoka rais, majukumu ya rais yanakuwa nani? Yanakuwa makamu wa rais. Sasa limetokea la kutokea ambalo hatukulitamani wa Tanzania. Kifo kipo. Ametangulia hayati John Pombe Magufuli, Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu akashika mamlaka ya kuongoza kiti cha urais. Amefanya aliyoweza kuyafanya, mema aliyoyafanya ameyafanya. Kwa hiyo hatuwezi tukasema huyu ni mwanamke hafai na kadhalika. Tupo katika nchi ambayo ina uhuru wa kuzungumza. Tupo kwenye nchi ambayo of course ukizungumza mazuri ya mtu unaonekana chawa. Ndivyo iliyopo. Unatamani ukae katika upande wa kutukana watu ndio uonekane mstarabu. Kwa hiyo mimi nampongeza, kwanza amekuwa naipongeza nchi ya Tanzania, napongeza raia wa Tanzania kwa kuwa na utulivu. Kwa sababu kama kuna wakati ambao tungesema nchi ingia kwenye vurugu ni wakati ule ambapo Mheshimiwa Rais amefariki. Alafu kuna vuguvugu chini, lakini bado viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama walisimama kama viongozi, waasisi walisimama wa taifa hili na wakasema katiba inaruhusu aendelee, na ameendelea. Na mimi nampongeza, naamini atamaliza salama. Ndilo ombi langu kwake Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Siwezi kuzijibu wala siwezi kuzifuta wala siwezi kuzichukia.
Unapokuwa kiongozi unaongoza watu watatu. Mtu wa kwanza ni yule anayekuelewa. Mtu wa pili ni yule ambaye hakuelewi, na mtu wa tatu hajui kinachoendelea. Umeelewa ndugu mwandishi habari? Watu wangapi hao? Unaongoza watu watatu ukiwa kiongozi. Mtu wa kwanza ni yule anayekuelewa, mtu wa pili hakuelewi, na mtu wa tatu hajui kinachoendelea. Yaani ukimwambia vipi kuhusu bunge? Bunge ndo nini? Haelewi. Unaelewa bana mahakama ndo nini? Yaani chochote haelewi. Sasa huwezi kuwa kiongozi ukapendwa na watu wote. Unapokuwa kiongozi wako watakaokubali, wako wengine ambao hawatakukubali. Kwa hiyo ukikutana na comment kama hizo, no reform no election, hayo ni maoni ya watu ambao wameamua kufanya hivyo. Sasa utataka kuwaua, utataka kuwaumiza, ni mawazo yao. Kwa hiyo unawaacha wafanye akodi na wakati huu wa uchaguzi, alafu naamini hakuna lenye mwanzo lisilokuwa na mwisho. Kikubwa amani itawale katika taifa letu, na naamini uchaguzi utakwenda vizuri na Mungu atasaidia. Mimi siwezi kulizungumza moja kwa moja la swala la Askofu Gwajima kwamba amefungiwa kanisa kwa sababu ya kufanya ile press. Siamini hivyo. Ndio maana nikasema mwanasheria wa kanisa yupo na ametoa ufafanuzi, nafikiri jana amezungumza. Sidhani kama hiyo ni sababu, kwa sababu Bishop Gwajima hajaanza kuzungumza jana tu. Amezungumza miaka mingi, nafikiri nyakati zote askofu anafanyaje? Anazungumza yale ambao anaona anafaa kuyazungumza katika jamii. Kwa hiyo sidhani kama serikali hiyo ndio sababu iliyopelekea mpaka yeye kuweza kufungiwa kanisa. Sababu serikali mkono mrefu inaona kila kitu. Hakuna ambacho haioni. Kwa hiyo sidhani kama hiyo ni sababu. Na kwa sababu wanasheria wake wapo, wamezungumza kiupana zaidi, basi kama ingekuwa ni hivyo kaka, basi makanisa yote tungeshafungiwa muda mrefu, kwa sababu sio yeye peke yake anazungumza. Wako watu wengi wanazungumza, wanatoa maoni yao. Huwezi kuwafumba watu mdomo wanapotaka kutoa maoni yao. Kwa hiyo wakitoa maoni yao basi wafungiwe. Nafikiri makanisa mengi yangekuwa yameshafungiwa. Ziko sababu nyingine ambazo labda zilipelekea kanisa kuweza kufungiwa. Ujumbe wangu kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya Tanzania ni kumwambia tu, kwa sababu yeye ni Muislamu, ni kumwambia neno hili moja: inna Allah ma'as sabirina. Neno hili inna Allah ma'as sabirina lina maana ya kwamba kila mwenye subira yuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Najua kuna situation anaweza kaa anapitia ngumu na kadhalika kuface wakati huu wa uchaguzi. Inna Allah ma'as sabirina ni kubwa sana ukiichambua kwenye kila jambo. Basi kama atasikia sauti hii akumbuke ile neno inna Allah ma'as sabirina, avute subira. Naamini Mwenyezi Mungu atamvusha katika wakati huu, na tunamwombea Mwenyezi Mungu amsaidie aweze kupita salama katika wakati huu, ili nchi yetu iweze kuwa na amani, tuendelee kustawi katika yote.